Shem. Nikuulize. Umestay kwa hii nyumba for how long? Hapa around ni 2 years, 2 years and a half. Mbona unauliza? Kuna kaa kupoa yani. Kusupu? Ni connection, niko na connection. Mwenye hii hao ni best yangu. So mtu akihama ni take advantage hapo, unajua wana renovatingi kabla mtu mwingine aingie. So na take advantage, unajuana na mwenyewe. Pia mimi napakiwa rangi, so inabaki tu ikikuwa supu na safi. Umenotice pia ni kubwa. Ni kubwa sana. Huwezi compare na hizo house zingine. Hizo house zingine ni ndogo ndogo kiasi, hii ni kubwa. Kwanza bedroom yake ni kubwa. Hizo zingine zinakuanga zimefinywa kidogo. But hii iko kabisa. Kwani ushaingia kwa hizo bedroom zingine? Si zikirenovatiwa. Unachungulia tu uone ndio compare. Ni sawa na mpaka muuliza story ya nyumba. Wenyewe wasichana ni wasichana. Next one is story ya kitchen. Hapana. Alafu umestay for how long bila kulipa rent? Rent. Umerefer to ile kitu ili happen the other time. Imagine ilikuwa 1 month. 1 month? Yeah. But hiyo tuko na story nyingine different, but ilikuwa tu 1 month. So na yule mtu mwenye alikuja kutoa ndio best yako? Huyo ni caretaker. Au unajua makiateka vile wanakuanga. Nairobi makiateka wanakuanga hivyo. Hata mimi nilikuwa nimeshangaa as in 1 month. Unajua 1 month mtu afai kufungiwa nyumba. Watu uishi. Hadi kuna watu wanaenda kwa polisi. Kuna best yangu ashafungiwa nyumba. Akaenda kwa chief. Akaandikiwa na chief apeleke huo landlord. Ampe around 3 months ndio ahame. So imagine. But 1 month amekamkufunga. So basi wanakuanga hivyo. So una bad blood na huyo caretaker? Hapana. Wanakuanga tu hivyo, I guess wanakuanga hivyo almost kila mahali. But nilisha sort. Ama kuna ni how much? Nini rent? 20. Okay. Nilipa 20, so mtu for example tukitaka kuhama hapa tuende kwa nyumba nyingine, itabidi kama tunaenda kwa hao bado ya 20k. Kuna kulipa deposit na rent. So unalipa 40k ndio unaingia. Alafu unaanza kulipa monthly. Umeona? So less kwenye unataka kuhama ile 20k ulilipa huko. Utakaa muishi hiyo month, alafu ame the following month. So hivyo ndio inakuwa. Kitale hakukuwa hivyo. Kitale mlikuwa mnaishi wapi? Wewe tuachane tu na story za Kitale. Sawa. Ni story ya siku nyingine. Juu venye msee alitoa jana. Lakini nakuanga hivyo. Unajua kila mtu huanzianga mahali. Na ulitoa wapi hizo do? Si nilikwambia best yangu alinipenda. Ni best mpoa sana. Best mpoa ameniokoleanga mara mingi. Mara mob sana. Such kind of friends hufai kuambia vibaya ama kwa mishandle. Tunasemanga no man is an island. Yeah. So vile tu ananiokolea pia mimi ndaokolea msee best yangu, unajua. But ni best mpoa amenitoa mbali. Ameniokoleanga mara kadhaa. Nikiwa tu chini ananiokolea. Best yangu dem. Best yangu ni best mpoa sana. Dem. Mbona? Si ni best tu. Amenisaidianga. Juu kuna time nilikuanga chini pia. Before nipate job nilikuanga chini akanisaidia. Ngoja nikuulize. Unakuja na best dem like how? Si ni best tu. Mora, si ni best tu like ni best. No, now what if maybe siko, si ndio? Yaani unaenda hadi huko. Yeah, what if siko, si ndio? Maybe best yako amekupigia simu. Amekwambia anataka kuja kukusalimia. Huwezi kata, si ndio?
akuja kusalimia then ama mvua ianze kunyesha. Imagination. Si imagination. Ni imagination juu unajua mara mingi wasichana ushikanisha tu stories. Unashikanisha dots mpaka zinakuwa line moja na zingine ni irrelevant. Hapana, ni kitu realistic. Unaona mvua ianze kunyesha, obviously huwezi mfukuza. Haya, mvua inyesha hadi jioni. So unataka kusema temptations zikuwa. So fai kuwa na best dem. Mimi niko hapa, unaona? Sasa kama angekuwa best yangu ningefanya nini? Msee mwingine mwenye angeniokolea ni mgani? Kwani una wengine? Kwani ni wewe peke yake mmoja uko nayo? Exactly. So point ni unaona hadi kwa hii society watu wenye wana expect kusaidiangi. Ule mtu mwenye ana expect kusaidia ndio kusaidia. Hiyo best yako dem ni workmate ama? Hata nikupe example. Ile siku yenye ulikuwa Kisii. Nani ulikuwa na expect kusaidia? Sikiribu ulikuwa unajua lazima atakusaidia. Si ulikuwa unajua lazima tu angekusaidia. Na get. Alafu alifanya nini? Yeye mwenyewe alikuwa anakumistreat. Alikuwa anakuongea vibaya kwa almost kila mtu. Alikuwa anafanya job mob. Unajua Kirubu hizi. Si best yako. Ni best yako. So Kenya nitakwambia ni mtu mwenye una expect kusaidia hizi kusaidia. But yule mtu mwenye u expect kusaidia ndio anakusaidianga. So hebu imagine kama ungeni meet. Si mimi pia nilikuwa best yako boy. Of course sisemi ati dem atakuwa best yangu mpaka extend. Unajua? Juu dem amenisaidia. Like siwezi mlenga tu. Unaona? Juu kuna time sikuanga na job after nimemada kampo. La life ilikuwa noma. Ilikuwa noma. Nilikuwa na stay place inaitwa Soweto. Kokayole. Ni ghetto, ni one of the biggest ghetto. Nikistay huko, life ilikuwa hard. Like life ilikuwa haikuwa rahisi, unajua? Ile kuishi from hand to mouth. Unaget? Wewe ni place hadi chapo inauzwa 5 bob. Like na bado mtu anashindwa ku afford. Unaget? Hiyo ni place yenye rent ukiishi unaweza shindwa ku afford, so mpaka unatafuta mtu. Hata utaki kujua ni nani, bora tu hiyo rent inalipwa. Unaona? Hiyo place inaitwa ni Soweto, place inaitwa Shauri Yako. Kuna place inaitwa hivyo? Ina sound funny. Hiyo ni place mbaya. Hiyo ni place unaibiwa na watu wanakuja wanakuibia, wanabeba karibu hao mzima. Of course, hata hao labda iko na vitu kidogo, labda uko na mattress na labda ka stove. Wanakuja wanabeba stove na sufuria labda 2 zenye uko nazo. Wanakuambia sasa kuja utusindikishe tusiibiwe. Una imagine? So hiyo ndo life nilikuwa naishi. Juu kuna time nyingine hiyo ilikuwa ya mabati. Kuna time nyingine mvua ilikuwa inanyesha. Ilikuwa inanyesha. So sikuwa nimefika kwa hao mapema. So kuingia kwao nikapatia mattress float juu ya maji. Like imejaa maji, unajua? Na sina place nyingine ya kwenda. Unaona? Hapo sasa ndio beshte ana come through. Kulikuwa na mabeshte zangu maboy wengi. But wana kuangalia na kwambia msee jipange. Si umesoma. Unajua? So ilikuwa tu hard hivyo mpaka beshte yangu dem aka come through. Akaniuliza nimesomaje, mpaka wapi. Hata tu nikwambie, sina umuuliza hii story. Hata tu nikwambie. So beshte yangu aka come through. Alinisaidia kachukua papers zangu, nilikuwa na degree so nikampatia, nikamwambia vile nimesoma nini, akabambika. Sasa ndio place yenye nafanya job, yeye ndo alinitafutia stories za attachment and all that. Juu anko yake ndio bazenga hapo. So nikaenda hapo nikafanya job. Nilikuwa nalipwa tu do kiasi but siwezi complain, hiyo time nilikuwa naishi kwa ghetto. Unajua? Hiyo time ya kuishi kwa ghetto. Unajua uko hadi chai ni ati unakunywa kwa hoteli unaenda unalala. Huko huwezi pika. Juu ukipika tu mtu neighbors unapika ama beshte wanakuja wote. Wanajua hapa sasa hatutoki. Unaona? Huko ni place mtu mmoja alikuwa na TV. So kila time tunataka kuona news hapo ndio tunaenda. Unajua? So ilibidi hadi nikae fala mbele ya watu. So dem aka come through. Akanipeleka nikawaka hapo 6 months. So ndo ilikuwa inaingia, siwezi complain. Ndo life ikaanza kuchange. Pia alikuwa ananiboost. Juu unajua the first month sikuwa hata na nguo. Like unajua kwa bank lazima mtu aende kama mvaa suti. So hiyo time sikukuanga na anything. So alikam through akanibaia
Akanibaia manguo, viatu, unajua. Like hakuna kenye ningefanya ama ningekubali tu niendelee kuteseka. Unaona? So akanibaia manguo, so tukaenda job. Nikalinkiwa hapo. Nilikuwa tunapiga job poa. So walikuwa wanasikia poa juu niko hapo. Wale maboys wangu wenye tulikuwa nao huko mtaa. Wakaanza kunichorea wakisema, siku hizi umeomoka, unajifanya. Unaget? So bado unafanya sasa attachment ilishanga ndo nikakam Kisii. Okay. Yote mwenye nilikuwa nimekaa Kisii, nilikuwa nimepewa leave ya 2 months. So sasa hata nangoja tu kupigiwa simu juu bado best yangu ndo anaweza ni connect nipate job permanent hapo. Unaona? Jonye sasa hata tuseme nimwambia tuachane azim tuchoreane, asikue best yangu. Unaona juu niko na dem. Unaget? Unaweza tafuta best mwingine. Obviously niko sure nilipata connections na best wengine mambo unaona like sasa wakani safe hivyo. Si all about kufeel safe. Alafu hata si hivyo. Like will you be depending on her? Hapana, sasa niko job. So uko job sahi? Kuna barua tu nangoja nipigiwe simu alafu so sahi uko job. Nangoja tu barua, kuna barua nangoja come through. Ndio niendelee na job. So ndo maana best yangu lazima tu niendelee communicate na yeye ndio ni get your job. So utakaa for how long? Senior while tu, hata next week ama next week but one. Kila kitu ikienda poa. Hata kama shame. Kama kuzo watu related wakiacha peke yao kwa wana mess. Sasa unataka kuniambia dem na Charlie watu hawako related wanaweza doze mpaka asubuhi na kitu isi happen? Hiyo ni scam. Hiyo ni scam kabisa. Hiyo ni different. Ina depend vile watu wamerespectiana. So, unataka kuniambia umelala na huyo best yako? Mora. Si tulikuwa tu tunaongelea general. Mimi sijawahi lala naye. Sawa. Kama unataka nikuamini, utanipeleka kwa hiyo best yako dem na introduce kama girlfriend wako. Au unataka nimjue? Mimi sina shida. Ndapanga tu alafu mtajuana. So shame. Best yako dem ndo alikupea rent. So inamaanisha una do. This month tutakula nini? Month ikiisha, wewe utarudi kwa best yako dem kumba rent. Shame. Shida ziko hapa Nairobi ni mingi kuliko za niliacha Kisii. I'd rather go back. No, Mora, usiseme hivyo. Mbona unasema hivyo? Everything that is good haikujangi easily. Even the great people, wale watu wame make it kwa hii life na kwa society, watu wali go through a lot. People suffered for them to have a good life. Hakuna kitu inakuja easily. Hata watu wengi, politicians, watu wenye wame make it kwa society, watu wali go through a lot ndio wafike mahali wamefika. Hadi actors wengine wengi. Actors wengi wenye wame make it kama Mr. Ibu. Watu wenye walisuffer before come make it in life. Haikuwa hivyo rahisi vile unafikiria. Msee alikuwa anaishi kwa rafiki yake. Una imagine? Alikuwa anaishi kwa rafiki yake, walikuwa anaishi kwa single room wakiwa wawili. Hakukuwa hata na do. Hakukuwa na anything. Unaget? Best yake ndio alikuwa ana provide everything. Kutoka kwa chakula, alikuwa ndiye anambaia manguo, unaget? Na hakukuwa na do sana. So after some time, rafiki yake akamwambia anataka kwenda. Unaona? So like hizi enda na yeye. Lazima tu jamaa angeenda ajisort. Umeona? So ikabidi amejitoa tu hapo. Hakukuwa na place ya kwenda. Amesimama tu hapo nje ya hiyo nyumba. Anashindwa sana nifanye. Alikuwa na sauti mingi sana kwa akili. Vitu zinamwambia fanya hivi, fanya hivi.
Kitu inamwambia hapo mbele kulikuwa na well, inamwambia ende ajirushie hapo ndani kwa well. Kitu inamwambia ajinyonge. Unaona? So vile alisonga mbele, hiyo well tu yenye ilikuwa hapo alikuwa anataka kujirusha ndani. Spirit ilikuwa inamwambia umefika mwisho. Hakuna kitu unaweza fanya sasa hivi. Sasa hakuna mtu wa kukusaidia. Juu mtu mwenye ulifikiria ni rafiki yako amekuambia uende. Sasa hakuna mtu wa kukusaidia. So alikuwa na spirit inamwambia enda ujirushe ndani ya hiyo well. Una get? Jamaa akaenda hapo. Akafungua hiyo well. Hakukuwa scared. Alikuwa anajiambia mimi yenyewe life yangu sasa imefika mwisho. Kufungua hivyo well, kuangalia ndani, unaona reflection ya maji. Inafaa kukuwa na sura yake. Hiyo ni so obvious. Vile aliangalia ndani, aliona sura ya mama yake. Unaget? So akashtuka, akarudi nyuma. Anashindwa, mbona naona sura ya mamangu hapa ndani kwa well? Hiyo reflection inafaa kukuwa yangu. So alikuwa scared, akaacha. Akaanza tu kutembea, going nowhere. Ajui hata mahali anaenda. Hadi akitembea anajiongelesha kwa barabara. Kila mtu anampita. Anashindwa nini mbaya na ujamaa? Kwani amechanganyikiwa. Akaenda akakaa kando ya barabara. Ametulia, anashindwa nifanye nini? Haizi hata rudi kwao. Unajua wanaume ukishatoka umetoka. Hakunanga kurudi nyuma. So jamaa mwingine akapita hapo. Alikuwa anamjua, ni beshte yake wa kitambo. So bila alimuona, alikuwa excited, alimuona akiwa kwa gari, alikuwa excited. Akashtuka, huu ni beshte yangu mwenye tulikuwa naye. So akaenda kwake, akamwambia manze, ni mimi, kuja, mambo uko aje? So akona shida mob, unacheki. But hiyo hata ikuwa intention ya huyo beshte yake. Aliona tu akona shida mingi, akamwambia mimi kuna kitu nataka tuongee. Nimetafuta solution na nimekosa. Alikuwa amefika kwa wall, alikuwa na problem yenye ni positive. Na alikuwa amefika kwa wall. Sasa akamwambia kuja tuende kwangu tuongee. So jamaa kwa roho yake alikuwa zile za yenyewe leo nimeona God na macho yangu. Like hakuamini. No. So kufika kwa nyumba huyo jamaa akamwambia mimi nafaa kutravel. Na hii nyumba yangu sina mtu wa kuachia. So nataka wewe nikuachie nyumba yangu ubaki hapo. Mimi nikitravel wewe utajisaidia tu vile utaweza. Like msa alikuwa na travel na hakuwa na mtu wa kuachia everything yenye alikuwa nayo. Una get? So Mr. Ibu kwa hapo ndani, yani hadi hakukuwa na believe. Alikuwa anaona asif ni God amekaa mtu mali yako. Like wanasema unaona God na macho. Like si literally but actually vitu zenye zina happen. Mpaka najiuliza mbona ubeshte yangu time ananifukuza ndio time yenye napatana na msee mwenye anakaa kuniokolea. Juu kama ubeshte yake angemfukuzanga kitambo, angepatanga mtu wa kumuokolea. So God akona reason ya everything. Akona reason mbona vitu zina happen vile zina happen. Hata sequence ya kuhappen ya vile vitu zina happen. God akona reason. So huwezi jua. Unaona? So Mr. Ibu akaplan vitu, akaendelea kumake life yake. Unaona? Akakuwa introduced kwa job, akaanza kupiga shughuli. Akakuwa actor mnoma, akajimake. So time ikafika after 6 months. Hata ikutake long. After 6 months akapata na huyo beshte yake mwenye alimfukuza. Huyo beshte yake ni kama life iliende ikago opposite direction. Huyo beshte yake sasa hivi alikuwa kwa situation ya kusafa. Like alikuwa pia kwa wall, alikuwa na mahitaji but haizi manage. Huyo ni msee alikuwa hadi ashaba gari, unaona? So alikuwa anauza hiyo gari yake ndio at least asort out vitu zenye alikuwa nazo pending. Unaona? So Mr. Ibu akamwambia hiyo gari yako niambie unaiuza do ngapi. So msee akamwambia price yake, hata hakubagain. Alimpatia hiyo do cash. Alimpatia msee akubelieve.
Akakumbuka hadi vile alifukuzanga Mr. Ibu huko hivyo. Mr. Ibu alikuwa na 20 naira peke yake. Hiyo ndio alikuwa nayo mbele na nyuma. Mpaka anashindwa nifanye nini. Akakumbuka hadi vile Mr. Ibu alikuwa anamuoshia maboxer. Na Mr. Ibu alikuwa mzee kuliko beshte yake, but alikuwa anamfulia manguo. Ndio pia apate chance ya kuzivaa. Hiyo ndio ilikuwa gari ya kwanza yenye Mr. Ibu alibai. Akaenda nayo kwao. Akapata mama yake. Akamwambia ndio hivyo sasa, shida zetu sasa hizi zimeisha. Acha gari kaya hapa. Hii ndio the first car yenye nimenunua na iko na history. Acha kaya hapa home. Una get? Watu wame go through a lot. Watu wamefanya vitu mob ndio wafike mahali wamefika. Unajua? Ndio maana lazima kwa society utembee na watu wenye una aspire kukua mahali wako. Unaona? So usijali. Vitu ni difficult saa hii. Lakini kuna time kila kitu itakuwa poa. Kuna time tutakuwa na hao yetu. Kuna time tutakuwa na gari zetu. Unajua? Kila kitu itakuwa poa. So usijali, usigive up. Sawa? Hiyo story yako ya kurudi Kisii achana nayo. Usijali, kila kitu itakuwa poa. Hizi ni struggles tu, ni struggle. Ni ladder yenye lazima tupande. Unaona? Perseverance ndio itafanya to make it. But ukigive up saa hii, tena kesho uta give up. Kesho ingine bado uta give up. Hadi watu wanasemanga, unaona watchman mwenye anachunga place, tuseme for example shule. Huyo watchman anafanya kazi the whole night, anaenda kulala mchana. So siku ya kwanza yenye watchman ameenda akaanza hiyo job, akwangi amelala mchana. Si ndio? So hiyo usiku unajua watchman anajiambia siwezi lala. Juu unajua nikilala leo, kesho pia ndasikia kulala. So lazima nizoeshe akili yangu, usiku lazima uwe awake. Kila time unafikiria ku give up, lazima tu uambie akili yako iache ku give up. Unajua? Hizo ni feelings tu ndogo. Ni feelings. But society ni real. Life ni real. Hadi sasa mtu agonge hapa atoke na panga anatufuata. Tuogope. Hiyo kuogopa ni feeling. But huyo mtu na hiyo panga ni real. So unafanya nini? Hufai kuogopa. Sawa. Kila kitu itakuwa poa. Sawa. Usijali. Leo tuna struggle lakini kesho tutakuwa na story ya kuambia watu. Kesho tutakuwa tunatoa story yetu kumotivate watu wengine. Ni sawa. Usijali Mora, kila kitu itakuwa poa. Niamini. Sawa. Sawa. Ukiniamini kila kitu itakuwa poa. Nakumbuka kila kitu nilikupromise. Zote ndazitimiza, sawa sawa. Sawa. Usiogope, sawa. Tuone nikupeleka walk. Sawa, twende. Kama cha kubweka. Usinipe long face tena. Nimeacha.